Nimeona taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Junguni United, na hii timu ya Junguni United ni klabu ambayo ipo pale visiwani Zanzibar. Hii ni klabu ambayo imesimamisha wachezaji wake kwa sababu wanacheza kamari. Wanajihusisha na mchezo wa kubashiri. Lakini ukitazama kwenye ligi yetu ya Tanzania bara huku, hayo masuala ya kubashiri ni masuala ambayo yamepamba moto ama yameshamiri. Lakini TFF wamekaa kimya. Sasa inawezekana TFF hawapati hizo taarifa, au pengine wanazipata lakini wanashindwa kuzifanyia kazi, inawezekana. Sasa ukiona mpaka klabu inaenda inasimamisha wachezaji, maana yake klabu imejiridhisha kwamba hawa wachezaji wanahusika na wamepanga matokeo kwenye mchezo fulani, na ndio maana imeamua kuwasimamisha. Na huku kwetu pia tuliona juzi kwenye mchezo kati ya Yanga na Tabora United, mchezo wa Yanga dhidi ya Fountain Gates. Fountain Gates walimsimamisha golikipa wao John Nobo kwamba alihusika kwenye upangaji wa matokeo, manake na yeye alipokea rushwa. Sasa rushwa michezoni ni vitu ambavyo havikubaliki hata mara moja. Lakini pia kubashiri ni kitu ambacho hakiruhusiwi hata mara moja. Tumeshuhudia wachezaji wengi duniani wakifungiwa kutokana na masuala ya ubashiri. Watu ambao wamehusika kwenye masuala ya ubashiri wamewahi kufungiwa, na tumewahi kushuhudia huko Ulaya kina Tonali na wengine. Sasa kwetu sisi kidogo inatupa changamoto. Kwanza kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United pia kuna wachezaji ambao inasadikika kwamba walitumiwa message na mkuu wa mkoa alithibitisha hicho kitu. Lakini pia kwenye mchezo wa juzi kati ya Yanga dhidi ya Fountain Gates, kuna mchezaji naye pia John Nobo naye alihusishwa kwamba naye amepanga matokeo, kwa mujibu wa taarifa ambayo Fountain Gates wenyewe walizungumza, na mpaka sasa hivi hayupo. Na of course kuna video kama unapita kwenye mitandao ya kijamii umeiona, ameshaondoka kwenda kwa Nigeria kule. Lakini wakati huo kinachosababisha wamshuku kwamba aliuza mechi ni kwa sababu ile siku ya mwisho ya kuelekea kwenye mchezo alitoroka kambini na hakujulikana kwamba alitoroka kambini kwenda wapi. Kwa hiyo sasa inawezekana huko ambako alienda ndiko ambako alienda kukutana na hao watu ambao walimpa pesa na kwenda kuuza mchezo. Sasa nimetolea hiyo, kwa nini nimetaja hiyo mifano? Nimetaja mifano kwa sababu sometimes vilabu vinawekeza pesa nyingi, na vilabu vinavyowekeza pesa nyingi vinahitaji return, na hauwezi kupata return kama watu watauza mechi. Yaani kwa mfano Junguni imeamua kufukuza wachezaji wake. Imewafukuza kwa sababu wameuza wanabashiri. Sasa mchezaji akijiingiza kwenye masuala ya ubashiri, maana yake kuna muda kama ameweka GG mfano, alafu mechi inaisha labda timu yake imefunga bao, afu yeye ameweka kwenye mchezo GG, anaweza akajifunga ili labda bao liweze kupatikana aweze kupata hela. Ni vitu ambavyo vipo vinawezekana. Sasa vitu kama hivi ni vitu ambavyo haviruhusiwi kwenye mchezo wote ule duniani. Yaani ukishashiriki kwenye mchezo husika uruhusiwi kubashiri. Sasa sitaki kuamini kwamba kwenye ligi yetu hakuna wachezaji ambao wanabashiri. Sitaki kuamini hilo. Wapo wachezaji ambao wanacheza kamari, ninaamini hivyo. Lakini pia wapo viongozi wengine pia ambao pengine wanabashiri, mimi pia naamini hivyo. Lakini pia kubashiri kwenye hayo makampuni mbalimbali ya kamari ni kitu ambacho sometimes nao pia wanatunza siri za wateja wao. Kwa hiyo sometimes ni ngumu kukupa document au data za nani na nani wanabashiri, au nini kilibashiriwa nini na nini kilitokea nini. Yaani kuna data ambazo hawezi kukupa by the way, kutokana na kulinda wateja wao. Sasa ambacho nimetaka kukiamini ni kwamba kupitia vilabu tuna uwezo wa kujua wachezaji wangapi wanabashiri na wachezaji wangapi wabashiri, kwa sababu wachezaji wanajuana. Yaani tukiamua kufanya research ya maana tutajua kwamba nani anabashiri na nani ambaye habashiri. Lakini cha kushangaza ni kwamba pamoja na viashiria vyote hivyo ambavyo vinatokea kwenye masuala ya upangaji wa matokeo, TFF wapo kimya, ambao ndio wasimamizi wa mpira wa nchi hii. Siwezi kuwalaumu bodi ya ligi ambao ni wasimamizi wa ligi, kwa sababu bodi ya ligi ni chombo ambacho kinasimamia tu kanuni. Lakini mwisho wa siku mtu ambaye anapaswa kujua mpira unatakiwa kwenda wapi, ufanywe nini na nini, na mipango yote ya mpira wa nchi ni TFF. Sasa TFF akianza kuonesha makucha yake kwa kuanza kutoa taarifa ya kwanza kufanya uchunguzi kwa wachezaji wanaocheza kamari, lakini pia kwa watu ambao wanauza mechi mbalimbali, inaweza kutusaidia kuokoa mpira wetu, kwa sababu tunakoelekea ni kubaya. Leo hii tumeona Tabora United walitoa zile inasadikika kwamba kuna wachezaji wa Tabora United walipokea rushwa, na ni message ambazo alithibitisha mkuu wa mkoa kwa mazungumzo yake. Tumeona kwa Fountain Gates wamezungumza hicho kitu, wamemfukuza mpaka golikipa wao. Kwa nini TFF wasianzie hapo kwa hao watu ambao wametajwa? Na kama wanafanya kwa chini chini, kwa nini wafanye kwa chini chini? Inabidi watupe taarifa tujue, ili kama kuna wengine ambao wanabashiri waache, kwa sababu mwisho wa siku timu zinawekeza pesa nyingi sana.
Angawa wachezaji kama kina Azizi au kina Pacome, kina Chama, kina nani, ni watu ambao wanalipwa pesa nyingi sana. Kwa hiyo mkiwa mnaendekeza masuala ya kubashiri, masuala ya kununua mechi, ni vitu ambavyo vinakuwa sometimes have make sense. Watu wanaweka pesa. Sasa ikitokea kuna mjinga mmoja yuko ndani ya timu anauza mechi, ni kitu ambacho kinaiathiri timu moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mwingine inabidi TFF waanze wenyewe kutoka mbele na kuanza kufanya uchunguzi wa kujua nani wanauza mechi, kwa sababu TAKUKURU ni ngumu kuja kuingilia kufanya uchunguzi moja kwa moja, kwa sababu kanuni pia za FIFA zinawabana. Hiki ni chombo cha serikali ambacho kinachunguza masuala ya rushwa. Lakini ili kiingie kuchunguza masuala ya rushwa kwenye mpira ni lazima kipewe authority na TFF. Sasa kama TFF haitoi authority kwenye mamlaka kwa TAKUKURU, ni ngumu TAKUKURU kuingia na kufanya uchunguzi. Nakumbuka kuna wakati TFF waliwahi kuingia makubaliano na TAKUKURU Sasa hatujajua mwisho wa siku ilishia wapi, lakini hiki ambacho wamekifanya Junguni United kiwe fundisho hata kwenye mpira wetu. Kuna watu ambao wanauza mechi, wapo wachezaji wanauza mechi, wapo viongozi wanatoa rushwa, ni vitu ambavyo vipo. Kwa hiyo ili kukomesha hivi vitu inabidi TFF waanze kufanya uchunguzi ili kila mtu apate haki ambayo anastahili kupata. Yanga amehusishwa mara nyingi kwamba ananunua mechi na vitu kama hivyo. Hatuwezi kusema ni kweli ama sio kweli. Lakini TFF wakifanya uchunguzi pengine kuna kitu kitabainika. Miaka ya nyuma wakati Simba anachukua ubingwa mara 4 mfululizo tulio kusikia kwamba Simba ananunua mechi. Lakini mwisho wa siku walichukua ubingwa mara 4 mfululizo na shughuli ikaenda na ligi ikaisha, wakawa mabingwa na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo hata sasa hivi sitaki kusema kwamba Yanga wananunua mechi au sitaki kusema kwamba Simba wananunua mechi au Simba wachukue ubingwa kwa sababu wanunui mechi. Hapana. Nataka kusema ni kwamba hivi vitu vinapozungumzwa kwenye mitandao, vinavozungumzwa kwenye corridor za watu, kwenye magrupu ya WhatsApp, vinazungumzwa kwa sababu vipo. Mimi naamini kwamba wachezaji wa hizi timu, viongozi wa hizi timu wanaishi na washikaji zao na wanaishi pia na ndugu zao, wanazungumza wana nini. Kwa hiyo ndio maana taarifa zinatoka. Kwa hiyo mimi naamini kwamba uchunguzi ukifanyika vizuri, tutajua wachezaji wanaobeti ni kina nani, tutajua viongozi ambao wananunua mechi ni wakina nani, na tutaelewa kila kitu. Tunataka mpira wetu ukue. Sasa masuala ya kamari haya ni mambo ambayo yanaweza kuturudisha nyuma, kwa sababu itavunja moyo wa wawekezaji. Ikivunja moyo wa wawekezaji kidogo itakuwa shida. Nakumbuka aliyekuwaga mmiliki wa klabu ya Alliance, marehemu mzee wetu, aliwahi kusema yeye mara nyingi anapenda sana kukaa kwenye benchi yake kwa sababu huwa mara nyingi makocha wanauza mechi, lakini pia wachezaji wanauza mechi. Akawa anauliza umejuaje? Akasema kwamba yeye amejua kwa sababu yeye pia amewahi kufanya hivyo. Sasa kwa sababu hayupo hai, manake kuna namna watu hawezi kwenda kumhoji zaidi, lakini ni vitu ambavyo amewahi kuzungumza. Lakini kama unakumbuka pia aliyekuwaga kiongozi wa Tabora United kipindi kile Kitayose, naye pia aliwahi kufungiwa. Tunazungumzia mzee wetu Kitumbo, naye pia aliwahi kufungiwa kwenye masuala hayo ya rushwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri uchunguzi unapaswa kufanyika. Yaani ndani ya ligi yetu kuna wachezaji wanabeti na kuna vilabu vinanunua mechi. Kwa TFF watapaswa kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kufanya uchunguzi ambao utawasaidia kubaini wachezaji ambao wanabeti na viongozi ambao wananunua mechi, ili kuhakikisha kwamba mpira wetu unakuwa zaidi. Tusiwe kama nani, yani kwamba kasi tumesimama tu hapo. Hapana. Walichokifanya Junguni United kiwe fundisho kwa TFF, ili nao wafanye uchunguzi ambao utatusaidia kurekebisha au kutengeneza ligi yetu kuwa bora zaidi kama ambavyo tunatarajia kuona. Ligi yoyote ambayo rushwa iko ndani yake haiwezi kuwa ligi bora. Unaona ligi kama ya Nigeria. Ligi ya Nigeria sasa hivi imeshuka sana. Imekuwa ligi mbovu kweli barani Afrika. Lakini kwa sababu waliruhusu masuala ya rushwa kwenye ligi yao, ligi ya Kenya ilisimama karibia misimu 2 kasoro kwa sababu ya masuala ya rushwa. Kwa hiyo kuna wakati inabidi TFF wawe wakali, waanze kudili na haya mambo ili kuhakikisha kwamba mpira wetu unakuwa kwenye misingi bora, lakini pia tunakuwa viongozi bora ambao hawanunui mechi, lakini pia tunakuwa na wachezaji ambao hawana tabia ya kubashiri